Ni harusi ambayo inazidi kuzungumziwa sana mitandaoni kutokana na ukubwa wake. Harusi ya msanii mkubwa zaidi katika taifa la Kenya kwa jina la Prince Indah. Ikumbuke kwamba takriban mwezi mmoja ambao umeisha, Prince Indah amekuwa akitangaza harusi yake, harusi ambayo wameweza kuifanya in a traditional way, na kwa jina la Kijaluo almaarufu inajulikana kama nyombo. Na hivyo tukianza na matukio jinsi ambavyo yameweza kupangwa siku ya leo, unapata kwamba hafla iliweza kuanza na msongamano mkubwa wa magari almaarufu kama convoy ya Prince Indah ambayo ilionekana ikiingia katika eneo la Migori. Na magari haya kwa kuyaangalia kwa kweli ni magari makubwa, magari ya kifahari, magari ya kupendeza na magari yenye hadhi ya msanii kama vile Prince Indah. Na hivyo unapata kwamba waliweza kufika katika eneo hilo kwa wakati kamili, na hivyo watu wengi waliweza kujitokeza wakidhani kwamba huenda ni mbunge ama rais ambaye alikuwa akielekea katika kaunti hiyo ya Migori, lakini alikuwa ni Prince Indah. Tukiweka hayo kando, ni kwamba dress code iliweza kuwekwa kwamba iwe ni all white, na unapata kwamba kila mmoja ambaye ameweza kufika katika eneo hilo aliweza kuvalia mavazi meupe pepepe, kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa theme ya leo, theme ya ku-embrace the African culture kwa kuvalia mavazi meupe. Na unapata kwamba celebrities kibao wameweza kufika katika hafla hii ili kumuunga mkono Prince Indah. Baadhi ya celebrities ambao sasa hivi wako katika eneo hilo ni pamoja na Bolo ambaye ni designer mkubwa sana wa kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga, pamoja na Prince Indah mwenyewe. Na unapata kwamba ameweza kufika na mpenzi wake Mueni katika hafla hiyo ya Prince Indah. Ikumbuke kwamba Bolo pamoja na Prince Indah ni marafiki wakubwa sana, na hivyo tulitegemea kwamba awe mstari wa mbele katika hafla hii ya Prince Indah. Ambaye mwingine amefika na ni mkubwa ni pamoja na mbunge wa Lang'ata kwa jina la Jalango Oduor. Jalango ameweza kuonekana akipiga pamba yake nyeupe na kuelekea moja kwa moja hadi katika hafla hiyo ya Prince Indah, na tumeweza kuona video zao kadhaa wakiwa wenye furaha zaidi wakisherekea hafla hiyo ya Prince Indah katika kaunti hiyo ya Migori. Celebrity mwingine ambaye tayari yupo katika eneo hilo ni pamoja na YouTuber mkubwa zaidi katika taifa la Kenya, YouTuber kwa jina la Oga Obinna. Na Oga Obinna aliweza kwenda viwango vingine kwa kuhakikisha kwamba amekomboa chopa ambayo imempeleka moja kwa moja katika eneo hilo la Migori, kuonyesha kwamba kiwango cha harusi hicho ni kiwango kikubwa sana na ikuwa harusi ya watu hivi hivi. Na hivyo pamoja na celebrities hao, watu wengine ambao wako huko ni pamoja na comedian maarufu kwa jina la Sandra Dacha, ambaye amekuwa akihype sana harusi hii ya Prince Indah. Unapata kwamba kando na celebrities kufika kwa wingi, unapata kwamba Prince Indah kivyake aliweza kujipanga vilivyo. Unapata kwamba internal deco ya surroundings za harusi hiyo imeweza kufanywa, na Wakenya wengi mitandaoni wamekuwa wakijitokeza wakijiuliza, je, Prince Indah ameweza kutumia kiasi kipi cha pesa kuandaa harusi hii? Ikumbuke kwamba kwa upande mwingine unapata kwamba Bolo kwenye harusi yake aliweza kutumia zaidi ya milioni 25 katika maandalizi ya kila kitu, na tunangoja kuona kwamba Prince Indah atakapotoa budget yake ataweka budget ya pesa ngapi, kwa sababu kwa macho na kutazama tu
Ni wazi kwamba pesa mingi zaidi zimeweza kutumiwa katika harusi hii, na sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba tayari harusi inaendelea na watu wanajitokeza kwa wingi kusifia muungamano wa Prince Indah pamoja na mwanadada kwa jina la Winnie. Na je, mitandaoni watu wanasema vipi? Unapata kwamba wanadada wengi mitandaoni wameweza kujitokeza na kuonyesha wivu kwake Winnie, wivu mzuri pale. Wanasema kwamba Winnie yupo na bahati sana kumpata mwanamke ama mwanaume kama Prince Indah, mwanaume ambaye anajitolea kwa hali na mali kuhakikisha kwamba ana recognize juhudi na uzuri wa mwanamke wake. Na unapata kwamba wanadada wengi hasa kupitia mtandao wa TikTok wanajitokeza wakimsifia Prince Indah kwa kuwa gentleman, kujitokeza na kutamka wazi wazi kwamba angependa kuingia katika mahusiano na mwanadada huyu mrembo kwa jina la Winnie. Kando na hilo, unapata kwamba wanaume wengi mitandaoni wameweza kujitokeza na kutaka kuiga mfano wa Prince Indah, mfano mzuri wa kujitokeza kumpenda mwanamke na kwenda hadi kwao kumchukua rasmi. Unapata kwamba ni harusi ambayo inazungumziwa left, right and center. Sisi kama Vic Dimples tuko hapa kufuatilia harusi moja kwa moja, na fahari yetu ni kuhakikisha kwamba ujio wa kila kitu ambacho kinajiri katika harusi ya Prince Indah tunakuletea updates zote moja kwa moja. Ikumbuke kwamba tayari hivi tunavyozungumza ni kwamba kuna wale ambao wamefika kwa lengo la kula, kuna wengine wamefika kwa lengo la kumsupport Prince Indah, na kuna wengine wamefika kwa adhimio yao tofauti, ikiwemo ni kutafuta vile vile content. Na hivyo sisi tupo hapa kuhakikisha kwamba yote tunakujuza na yote tunakuwekea katika channel hii ya Vic Dimples. Unachohitaji ni kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa zetu pindi tunavyozi upload. Vile vile tunaomba kwamba ukaweze kuacha maoni yako. Je, unaiona haje hii harusi ya Prince Indah? Kuna celebrity yeyote ambaye atajitokeza na kwenda above the bus ambazo Prince Indah ameweza kuweka? Je, ukikompea harusi ya Prince Indah, rafiki yake Bolo pamoja na Akothe, je, ni harusi ya nani iliweza kupata umaarufu mkubwa zaidi? Ebu drop maoni yako na kumbuka kusubscribe kwenye channel ya Vic Dimples ili uwe wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavyozi upload. Tupo katika eneo na fahari yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuletea ujio wote ibuka ambao utakuwa unatokea katika harusi ya Prince Indah. Video mingi zaidi zitakuwa zinakuja. Unachohitaji ni kusubscribe, kukaa kitako, na bila shaka utakuwa wa kwanza kupata ujio wa kila kitu ndani ya channel pendwa, channel ya Vic Dimples. Au sio? Peace. Ni harusi ambayo inazidi kuzungumziwa sana mitandaoni.